Katika nyakati tunazoishi, kuna mafundisho machache ambayo yanaleta maswali kutokana na imani, uelewa na jinsi ambavyo watu wamepokea imani. Mojawapo ni fundisho la kunena kwa lugha. Kwa baadhi ya Wakristo, kunena kwa lugha ni uthibitisho ya kwamba mtu amejazwa na Roho Mtakatifu. Kwa wengine ni karamu mojawapo ambayo Mungu humgawia atakaye, na kwa wengine ni jambo linalohitaji kupimwa kwa makini kutumia maandiko matakatifu. Swali muhimu sio watu wanafanya nini au nimeona wengine wakifanya nini, bali ni Biblia inafundisha nini au Biblia inatuambiaje. Shetani hafanani na Mungu kwa uweza, lakini mara nyingi hujaribu kuingia na kuiga kazi za Mungu ili kuwapotosha watu. Kwa sababu hiyo, Mkristo hatakiwi kujenga imani yake juu ya hisia, juu ya uzoefu, juu ya kile alichoshuhudia au kile alichokiona au shuhuda wa watu, bali juu ya neno la Mungu. Biblia yenyewe inatuonya, wapenzi, msiziamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetoka kwa Mungu. Katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 fungu lile la kwanza. Hivyo kila fundisho, kila karama na kila uzoefu wa kiroho lazima upimwe kwa maandiko. Katika somo hili hatutategemea mapokeo ya dini wala uzoefu wa mtu binafsi. Tutafungua Biblia na kuichunguza kwa makini ili kujibu maswali muhimu. Kunena kwa lugha ni nini? Kulikuwa kwa kusudi gani? Na je, lugha zilizonenwa siku ya Pentekoste zilikuwa za aina gani? Je, mafundisho ya Paulo katika Wakorintho wa kwanza yanalinganishwaje na Matendo ya Mitume sura ya 2? Na tutawezaje kutofautisha kati ya karama ya kweli ya Roho Mtakatifu na madai mbalimbali yanayotolewa leo? Lengo letu si kubishana wala kuzungumza kinyume na wengine wanavyoamini, bali tunahitaji tufahamu kile ambacho Yesu alichokisema, tena mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Nikuombe usiondoke hapa, maana tunatamani tujifunze kwa pamoja. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe katika channel hii, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Sasa, karama ya lugha ilitolewa kwa kusudi la kueneza Injili. Hilo ni jambo la kwanza ambalo inabidi ufahamu. Katika Matendo ya Mitume sura ile ya 2 fungu la kwanza mpaka la 11, tunaona siku ya Pentekoste wanafunzi walijazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha ambazo watu kutoka mataifa mbalimbali walielewa walipokuwepo wakisema. Lugha hizi ambazo katika Matendo ya Mitume sura ya 2 zilizokuwa zikinenwa, waliokuwepo walisikia. Nikukumbushe mpendwa mfuatiliaji na msikilizaji, lugha zile zilikuwa sio lugha za mbinguni, zilikuwa ni lugha za wanadamu kwa wanadamu, na waliokuwa wakifuatilia walizisikia zile lugha. Na kwa nini zilitolewa? Zilikuwa ni kusudi la kueneza Injili. Na ndipo utagundua watu wakisema, tunasikia kila mmoja kwa lugha yetu wenyewe. Hiyo inaonyesha kuwa walizungumza lugha halisi za wanadamu, si sauti za mbinguni. Lugha zilikuwa ishara kwa wasioamini. Katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 14 fungu la 21 mpaka 22, Paulo anafundisha kwamba lugha zilikuwa ishara hasa kwa wasioamini, ili wajue kwamba Mungu anatenda kazi. Kusudi lake halikuwa kuonyesha ukuu wa mtu anayezungumza, bali kuonyesha watu wamfahamu Mungu. Namba 3, ikiwa hakuna mfasiri, mtu akae kimya. Mtume Paulo anazungumza katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 14 fungu la 27 na hadi 28. Paulo anaweka utaratibu, azungumze wawili au watatu, mmoja baada ya mwingine, awepo mfasiri. Asipokuwapo mfasiri, mtu akae kimya kanisani. Hii inaonyesha kwamba ibada ya Kikristo inapaswa kuwa ya utaratibu na yenye kujenga kanisa. Sio kila Mkristo ana karama ya kunena kwa lugha. Hiyo uelewe kwamba kama kunena kwa lugha ni karama ambayo kila mtu hupewa,
sio kwamba kila mtu hupewa karama hiyo, kwa sababu kuna wengine wanaweza wakapewa, wengine wasipewe. Mwingine anaweza akapewa karama hii na mwingine akapewa nyingine. Ndio maana katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12 fungu la 29 na 30 nasema kwamba Paulo anazungumza kwamba je, wote ni mitume? Au je, wote ni manabii? Au je, wote wananena kwa lugha? Kwa maana yake ni kwamba kunena kwa lugha huku kunakozungumzwa sio lazima ya kwamba kila mmoja awe na uwezo huo, bali Mungu anaweza akampa kwa namna yake yeye anayependa. Na sasa nikukumbushe ndugu mpendwa mfuatiliaji, katika kunena kwa lugha leo hii watu wanakosea. Kuna lugha mbili ambazo zilitokea. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, wakati wanadamu walipofanya maasi mbele za Mungu, Mungu akawachafulia lugha. Na tunafahamu katika Babeli pale ambapo kuna tukio moja lilitokea Babeli, tunafahamu ya kwamba katika Mwanzo sura ile ya 2 fungu lile, ukisoma katika mnara wa Babeli katika Mwanzo 11 fungu la kwanza mpaka la 9 pale tunaona wanadamu walipomwasi Mungu, Mungu aliwatawanya kupitia lugha. Lugha zile ziliwafanya wasielewane, lugha zile ziliwatawanya, na lugha zile hazikuwakusanya. Lakini Pentekoste tunaona lugha ambazo zinatumika ni lugha ambazo zinawakusanya watu, lakini pia watu wanazisikia, watu wanazielewa, kila mmoja anaelewa ya kwamba hii lugha ilikuwa ni makusudi kwa wanadamu. Sasa leo kuna imani bandia ambayo imeingia, watu wakizungumza ya kwamba wanazungumza lugha za mbinguni. Nikukumbushe tu ya kwamba ikiwa ni katika mpango wa Biblia ambao lugha zilikuwa zimetolewa, zilikuwa sio lugha za mbinguni, zilikuwa ni lugha za wanadamu na wanadamu wenzake, na kusudi kubwa lilikuwa ni kueneza Injili, si kitu kingine chochote kile. Ilikuwa ni kueneza Injili ili habari njema iwafikie watu wengi. Na ndiyo maana Yesu anawaambia kwamba nendeni mpaka Yerusalemu mkasubirie, nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Hasemi mtapokea Roho Mtakatifu nanyi mtanena kwa lugha. Hapana, Yesu anasema mtapokea Roho Mtakatifu nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Kwa hiyo njia mojawapo ambayo Mungu anaitumia ili kufanya watu wawe mashahidi wake ni kulijaza kanisa lake karama. Mojawapo ya karama, ziko nyingi, karama za uponyaji, karama za maombi na maombezi, karama mbalimbali, lakini mojawapo ya karama ambayo pia inayotumika ni karama ya kunena kwa lugha. Lakini lugha hizo ni lugha kwa kusudi la wanadamu, ili wanadamu waweze kuelewa. Leo hii shetani ameleta namna ambayo inaweza ikawa sio nzuri sana, kutuelekeza katika kile ambacho Mungu hakukusudia kifanyike kwa namna hiyo. Kwa hiyo lengo la lugha lilikuwa katika Pentekoste. Fuatilia vizuri Pentekoste, lugha zilizozungumzwa, wale watu walikiri wazi kabisa ya kwamba hata sisi tunasikia lugha zetu wenyewe. Ninakutia moyo wewe mpendwa mfuatiliaji, utasoma Matendo ya Mitume sura ya 2, lakini pia utasoma na Wakorintho, hizo sura ambazo nimezisema uelewe. Ninakuomba usisahau kuniandikia maoni yako hapo. Wewe unaelewa nini juu ya kunena kwa lugha? Unaelewa nini? Na hata hivyo kule shule tulifundishwa kwamba lugha ni mfumo wa sauti za nasbu. Kwa hiyo ili iwe lugha lazima iweze kutumika kwa mawasiliano. Sasa je, unawezaje kuwasiliana na Mungu kitu ambacho mwenyewe ukielewi? Kuna namna hapa ambapo haijakaa sawa. Lazima uwasiliane kitu ambacho anasema kwamba haya njoni tusemezani, asema Bwana wa majeshi, leteni haja zenu. Utaletaje haja ambazo unajua umepeleka haja gani mbele za Bwana? Ninakutia moyo mfuatiliaji wa Hope Rise Ministry, niandikie maoni yako hapo. Wewe unaelewa nini juu ya kunena kwa lugha? Unaelewa nini? Na niambie kwamba lugha ni kitu gani? Kitu gani ambacho umejifunza? Ni kitu gani ambacho bado hujaelewa katika fundisho hili la kunena kwa lugha? Mungu wa mbinguni akubariki sana wewe ambaye umekuwa mfuatiliaji mpaka hapa. Usahau kuniandikia maoni yako. Bwana akubariki. Usahau kusubscribe channel hii katika jina la Yesu, amen.